insha Allah taala video kwa upeo atakao kuwafikia Mwenyezi Mungu Subhanahu tutadauki na practice katika maneno yaliyonyooka, maneno ya Allah. Mwenyezi Mungu anasema ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan, nasaidiane kwa wema na ucha Mungu na wala usisaidiane kwenye uovu na uadui. Aya ni aya min al-Qur'an al-Karim ambayo inawaelekeza maswahaba kwanza, kisha inawaelekeza waumini wa Kiislamu wote dunia nzima pili katika swala zima la ataawun, kusaidiana. Kusaidiana ni mojawapo ya investment muhimu ambayo kila jamii ya binadamu inahitaji ili watu wapate kuboresha maisha. Kusaidiana ni katika uwekezaji adhimu ambao kila mwanadamu anahitaji kwa sababu ya kujitengenezea mambo kadha wa kadha yanayohusu wewe na mimi katika maisha yetu ya kila na msaada. Kama msaada ni mojawapo ya mambo makubwa ambayo Uislamu umetutakia sisi Waislamu kuwa ni wenye kuyafanyia kazi. Lakini maalasaf masikitiko makubwa sana kusaidiana sisi kwa sisi, hususan Waislamu wa zama hizi umepotea mno katika wema na ucha Mungu, na badala yake watu wanasaidiana kwenye uovu na uasi. Kile Mwenyezi Mungu anachokiamrisha tukifanye, baadhi yetu tumekiwacha, hatukifanya, na kile ambacho kwamba Mwenyezi Mungu ametukataza tusikifanye, wengi wetu tunashikana kuna katika jambo la kusaidiana ni direct ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu kaipeana, na vivyo hivyo yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu kapeana assurance kwa yule Muislamu ambaye kwamba atamsaidia mwingine, basi na yeye atapata msaada wa Mwenyezi Mungu. Muadh bin Jabal radiyallahu anhu Allah kapewa waswaya na Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kaambiwa ya Muadh, unapotaka msaada fasta'in billah, unapotaka kujikinga basi taka kinga ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa idha sta'anta fasta'in billah, na unapotaka msaada basi taka msaada wa Mwenyezi Mungu. Msaada wa Mwenyezi Mungu Subhanahu ni msaada wa kipekee, ni msaada ambao hakuna mwingine yeyote amekwama ana uwezo wa kupeana msaada kama Mwenyezi Mungu. Katika level ya uwezo wa kipekee wa msaada yake kwa waja wake ni pale Mwenyezi Mungu Subhanahu
kufanya impossible, yaani kisichowezekana. Mwenyezi Mungu akakifanya kikawezekana katika mambo ya wanadamu. Na mfano mzuri tunao Nabii Musa alayhi wa ala nabiyyina sallallahu alayhi wasallam, kafika kwenye ufuo Sabaa, lakini ufuo wa Nili kafika hapo yeye na wale walioamini. Kaona jeshi kubwa la Firauni na Hamani linatifua vumbi, linakuja kwa kasi, linakuja kwa hari, linakuja kwa nguvu zote. Bali mwanadamu hajiweza kumsaidia, na hata baadhi ya wafuasi wake wakakafirika, wakafikwa na mudhafar vya Musa, ongea na Mungu wako sasa kimeumana ongea. Yeye mwambia Musa alayhi salam, inna ma'iya rabbi sayahdin, siko peke yangu, inna hakika ma'iya rabbi, ni pamoja na Mola wangu, sayahdin, ataniongoza kwa kwenda. Ikatoka sauti kutoka mbinguni, kaambiwa apige fimbo yake kwenye bahari, bahari ikafunguka na wakawa wenye kupita, na Firauni na jeshi lake likawa wenye kuangamiza. Huu ni msaada wa Allah. Kwa kuwa Mwenyezi Mungu katufaradhisha sisi, katutaka vile tuwe sisi tunasaidiana sisi kwa sisi. Kule kusaidiana sisi kwa sisi ni fursa dhahabia ambayo Mwenyezi Mungu katupatia ili sisi tupate msaada wake wa kutuwezesha kutusuma kwa kile kilichowezekana kikawezekana. Katika hadithi kudusi Mwenyezi Mungu subhanahu anasema kwa kinywa cha Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam, inna Allaha fi auni al-'abdi ma dama al-'abdu fi auni akhihi, hakika Mwenyezi Mungu yupo kwenye kumsaidia mja maadamu mja yupo kwenye kumsaidia Mungu. Sisi wengi wetu na mtanisabi, undugu wetu sisi ni wakinani, sisi wengi wetu kariria undugu wetu sisi peke, sisi hatupendani kidogo, sisi hatuhurumiani kidogo, sisi hatushikani kidogo, kama namna walivyoshikana Muhajirin na Ansar. رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار kajenga undugu uliobora kuliko undugu wote. Siku hizi watu wanashindana kwa sababu ya undugu wa ukabila. Siku hizi watu wanashindana kwa sababu ya undugu mwingineo usioeleweka. Siku hizi watu wanashindana kwa sababu ya undugu wa Uislamu, na ndipo tenda pepo walipotokea hapo. Wajiungu wanakwenda Madina, wanapewa na Ansar katika mambo ya kipekee ambayo yamebakia kuwa athari katika nyumba za waumini hadi wa leo. Ni ule undugu waliosaidiana Muhajirun na Ansar kafikia hadi swahaba na wake watatu yuko radhi kuwasimamisha swahaba wenziwe kutoka Makka, achague mke mmoja amfariji yeye mmoja. Tunaweza sisi, tunaweza kaja yuko peke yake bachela, kaja yuko single, ana mtu yuko radhi wake zake watatu, sio yeye amchagulie kwenda malali kachaguliwa ambaye yeye achague, yeye amfariji ampe.
wakafunguliana fursa za uwekezaji wa biashara. Abdurrahman ibn Auf radhiallahu anhu kagawanyiwa nusu ya mali, akasema hapana, nionyeshe soko liko wapi, mimi nitengenezeni mazingira rafiki nifanye biashara. Na ni tajiri miongoni mwa matajiri wakubwa katika historia ya Kiislamu, hawajawahi kuwepo katika dunia. Mwenye makazi kama makazi kuwe wanasaidiana, wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi waludwan. Wanasaidiana kwa wema na kumcha Mungu, kwa sababu wao wanaikumbuka hadithi ya Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam na wanaifanyia kazi. Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam asema, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasad idha shaka minhu 'udhun fada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal-jism. Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam asema, mfano wa muumini wa Kiislamu sio sisi wengi wetu Waislamu wetu kanisani, si wa kweli katika vitendo vyetu bila kwenda kinyume na maneno yetu. Wizi wa masaha wengi sana, wazungumzaji kishtaji wengi sana, wasanii wengi sana, lakini wa kweli kwenye maneno yao na vitendo vyao wachache sana. Wal-af'al ashaddu min al-aqwal. The action speaks louder than words. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, mfano wa muumini kwenye kupendana kwao na kwenye kuhurumiana kwao na kwenye kushikamana kwao ni mfano wa muumini. Kinapouma kiungo kimoja, basi mwili mzima unapata maumivu, unapata pain, unapata joto la homa ambayo kwa mwili kama kiungo kama kinakuwa ni chembe. Kwa maana mimi nataka na kuona baadhi wanafanyisha masahaba kuweza kufikia hata watu wetu tunaweza kuwaiga. Ndio wanafunzi wa mwanzo wa Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na wao wanatembeleana mara hasa watu kwa wanatembeleana, na mtu analia kwa niaba ya mwenzake, anamuomba Mwenyezi Mungu haja yake ndogo, haja yake kubwa, kula kwake, kuoga kwake kitandani, anapiga, anatoka na machozi, anamsikitika. Tukutane kuchangia bidamu, kuchangia ni kupelwa, kuchangia ni mawazo yanayosiku, ili aone huyu ananyanyuka, anapata sifa kama hiyo. Kusaidiana kumepotea. Na kwa bahati mbaya kusaidiana ambapo siko kumekapaka katika mambo yanayowafanya vijana wengi kupotea, ni kwa sababu ya marafiki. Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam anaambiwa, wattabi sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Na mfuate yule anayeleta kwako Allah subhanahu wa ta'ala, kisha kwangu ndiyo marejeo yenu na nitawalipeni kwa yale unayoyatenda. Vijana wengi wanapotea, wamepotea na wanaendelea kupotea kwa sababu ya ubezi, ya uwana, ya uwanu. Badala ya kusaidiana, kuondoshana, kujikinga, kupelekana kwenye mwangani
Mimi natoa challenge. Sasa kuna makundi ya vijana mimi, kuna maskani TMK, sijui good, sijui bado wanyama hizi, vikundi vingi, natoa challenge. Nenda niambie kikundi changu nikuchangie ukasomee ufundi. Kiambie kuchangie wewe ukasomee ufundi ambao unapambie kwenye dini na kupata riziki. Hiyo kila mmoja atakuwa nasema kwa wewe wangu unasema wewe. Lakini nenda baada ya kuendelea sana. Mwambie bwana mimi sina majani leo kutafuta baba. Niangalie na pepo na wewe kila mmoja amshie sana baba. Bwana wewe hiyo umepata pekee na spike sote tunapenda. Wala ta'awanu ala al-ithmi wal udwan. Ahibati fillah, katika watu wanaohitaji msaada katika jamii yetu ya Kenya, kwanza kuliko watu wengine kote ni walimu, maimamu, maustadhi na viongozi wa kidini. Na katika watu waliotupwa na ambao wa kwanza kukusudiwa ni walimu, maimamu, maustadhi na viongozi wa kidini. Ndio maana watoto wanakuwa hapa, kila mmoja atakuwa ustadi, hataki kila mmoja atakuwa ustadi. Imam mmoja anasimulia msikiti mmoja leo, anasema upande wa wanawake wamekaa watoto wa kila mmoja anasimulia namna alivyoletwa msikitini. Mmoja anasema kama kaleta na gari ya Islam, sema mimi kama na Mercedes Benz 220 sabini kama hata na gari yeye babake anayekumbuka msikitini. Sabini kama kaleta kwa kushika mkono, wallahi mimi siwezi kuelewa ustadi. So kwanza mishahara yao duni na watu wanasubiri wafanye makosa katika mema mazuri na maendeleo wanayoyafanya watu hawayaoni. Wanasubiri makosa waachie mzigo wa walaumu watupigie mbali. Katika mishahara ilipee kwanza ni kwa walimu na viongozi wa kidini ya Kiislamu, hasa chini na ustadi akiona pikipiki balaa, akiona kachelewa dakika moja msikitini kuswalisha balaa. Ndio maana kama jamii tumeridhika, ndio maana wasiokuwa sisi wanatucheka kama hivi. Sisi tumekuwa watu ambao nyoyo zetu chafu baadhi yetu, nyoyo zetu mbovu baadhi yetu, nyoyo zetu haziko tayari kusaidia. Msaada si wa kabila, na wala msaada sio wa kironi, na wala msaada si wa kimwili, bali msaada ni wa Kiislamu, ndugu wa Uislamu ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu alisema innamal mu'minuna ikhwa فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. bila shaka Waislamu ni ndugu. Kwa tengenezeni mikosana kuishariki nyinyi kwa nyinyi baina ya ndugu zenu ili mpate kuwahamaa wa Mwenyezi Mungu Subhanahu. Ndugu lazima tufahamu vichache kabla ya kushuka. Sisi tunasikitisha sana, hakuna kitu sisi hatuna kama Uislamu. Katika watu waliobarikiwa, katika watu waliopewa, katika watu waliopewa dunia hii ya leo ni Waislamu. Lakini katika watu ambao walikuwa wale na akili
Ili bahati mbaya ni hakika wengi kwa Waislamu kabisa. Sisi husema ndugu zetu kibinadamu wa Kisomali wanaendelea sana, na katika desturi yao ya kuendelea wao kama wao, wakifungua wholesale hapa, anamkuta nduguye ambaye hana kazi, anauza maini, anamfundisha kulia, anakujua wengine nduguye, anamtafutia wholesale kwa moja, huyu anakwenda anafungua wholesale kwa moja. Na hivi ni mwana wewe. Lakini sisi sasa, mtu anapoinuka kafungua duka la Uislamu hapa la wholesale, anauza bidhaa mbalimbali, baadhi ya sisi hatuendi kununua, hatutaki, tunanunua kwa wasiokuwa Waislamu, ila pale tutakwenda kukopa. Tukienda kukopa tutanyimwa, na tukinyimwa kwa kusema vibaya, tutamtangazia mtaani ana mbaya, ana Uislamu gani, nakwenda kukopa mimi na ndio nakupa pata ananinyima kukopa hiyo, ila haiwezi kuwa huru. Ndio maana tunapenda kila siku vikuli jari min jawani bil hayati mutana, tunaanguka siku hizi. Yani ni fakhari gani Muislamu wewe umejenga hospitali hapa, ndugu yako kwa biashara wewe umejenga hospitali, una inpatient, una outpatient, una ICU, una sehemu ya kufanya operation ama surgery. Ndugu huyo katika imani amekuwa pia fanya leo, wewe unapiga vita hiyo kunistia kifungo kufikia ndio yetu kufikia roho chafu, roho mbaya. Siku moja nimeuliza wale wanaofanya biashara ya kuuza masoko pale KCB Mondo, wale si Waislamu, vipi unaona biashara wanasema kila mmoja anasikia, ikiwa yule si Muislamu anajua kila mmoja anasikia, itakuwa leo tunajenga hospitali na mambo makubwa kesho. Roho zetu wakati roho zetu, mtu yuko radhi afanye harusi wiki nzima, yuko mjukuu kijana mmoja kaburi hii ndio ndaka au matatu kafanyiwa harusi wiki nzima, kama napiga mpunga mpunga wiki nzima, mpunga wiki nzima, zile na na hii ni ndaka na wanakula maelfu ya watu. Bila badi ya siku moja ni kama 100,000, wiki nzima siku 7,700. Kwa nini pesa sije kusanyiwa huyu kundaka? Akapewa, akalima matatu, akawa matatu yake. Katoa hiyo kwa ya siku. Ondoka sasa siji nani? Asije wanaomlishia siku 7 bila yake kila siku. Ama asije alikuwa wai pesa hiyo kufanyiwe, alime matatu, ana na matatu yake tena kuwa kuna. Hivi ndivyo tulivyo. Na hali zetu tusipobadilika zitazidi kuwa mbaya. Mimi naona hali zetu hizi tunazoziona, uchumi umedorora, majumba hali tete, baraka zimeondoka, shida kila kukicha, zitaendelea kuwa mbaya kama hatutoshikana kiimani, sio kushikana kikabila wala kirangi. Na lazima uwe makini nani unatembea. Sababu siku hizo kukushaji ni mingi. Ni afadhali uwe peke yako, upate maendeleo, usaidike na maisha yako, wanazidi kudidimiza chini. يقول شاعر إذا أردت أن تمشي سريعا فكن مع الناس، وإذا أردت أن تمشي سويا فكن مع نفسك.
Unapotaka wewe kutembea kasi haraka, lakini mwelekeo huna, basi tembea na watu ambao hawana maono, hawana dira katika maisha. Na ukitaka kutembea sawia katika maisha haya, basi tembea ukiwa hadhir na nafsi yako, kile unachokifanya kila ulipo. Ni lazima tusaidiane kwa wema na uchamungu kama Waislamu, lazima. Na wewe kama unataka msaada wa Mwenyezi Mungu, lazima na wewe uwe mstari wa mbele kuwasaidia waja wa Mungu. Na haiwezi yeyote yule aendelee kimaisha haya ya dunia ikiwa atapuuza nduguze, ikiwa atawatupa nduguze, ikiwa atawapiga vita nduguze. Hebu niulize, mtu anapata faida gani anapomharibia mwenzake, ima ni biashara ama kazi ama usukuba ama muamala, ama anapata faida? Na ndivyo tulivyo baadhi wengi wetu. Sisi tumekuwa waharibifu ni wengi kuliko wanaotengeneza, na lazima kubadilisha. Kwa hiyo watengenezaji ni wengi, waharibifu ni wachache ama hakuna, kwa sababu jamii yetu imedumaa mno, jamii yetu inaoza, kwa kila jambo linaharibika. Na katika tools na weapons muhimu ambazo kwamba tunapaswa kuwa nazo sisi ni kusaidiana, ni kuelewana, ni kuelekezana, ni kunasihiana, ni kushikamana kama namna kushikana sahabi Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Allah an yaj'alana min alladhina yastami'una qawlan fayattabi'una ahsana.